Basi ni siku nyingine tena ya tarehe 22 mwezi wa 6 2026. Naendelea na masomo ya matengenezo kama nilivyopewa na Roho Mtakatifu, na nimeandika mambo haya sio kwamba nayasema tu hewani. Maanake matengenezo haya yanahusu Wapentekoste. Sisi Wapentekoste, maana mimi ni Mpentekoste, tufanye marekebisho. Leo anazungumza kipengele kimoja hapa na kisoma, sije na ikaonekana kwamba labda naongea vitu ambavyo viko tu hewani. Nimeandika vitabu rasmi na nimeandika vingine, kwa hiyo watu wataendelea kuvisoma na vingine kwenye mtandao na kadhalika. Roho Mtakatifu anasema hivi, maana mambo yote haya niliyoandika ni maelekezo ya Roho Mtakatifu kuhusu uendeshaji wa kanisa au usimamizi wa kanisa kama Wapentekoste. Kuna vitendo vinafanyika katika ibada. Watu wanafanya ukahaba katika ibada. Ninasema ukahaba maanake wanafanya vitu ambavyo ni kinyume na Mungu. Hiyo ndiyo maana yake hasa. Sina maana kwamba wanazini. Wanafanya ukahaba, wanafanya vitu ambavyo ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Narudia tena hii sentensi inasema na Roho Mtakatifu. Somo linasema Pentekoste wameingiza vitu vingi sana katika kanisa. Kwa maana kwamba nilikuwa kwenye muendelezo wa haya masomo. Nilisimama kidogo kwa sababu nilikuwa kwenye huduma. Kwa hiyo nilikuwa naendelea na injili kwa wiki mbili zilizopita. Roho Mtakatifu anasema hivi, kuna vitendo vinafanyika katika ibada, watu wanafanya ukahaba katika kanisa. Ninaposema ukahaba maanake wanafanya vitu ambavyo ni kinyume na Mungu. Hiyo ndio maana yake hasa. Sina maana kwamba wanazini, wanafanya ukahaba, wanafanya vitu ambavyo ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo Wapentekoste, mimi nimepewa matengenezo kwa ajili ya kanisa la Pentekoste au makanisa yanayofuata mfumo wa Kipentekoste. Kwa hiyo Mungu amenipa matengenezo madogo kuhusiana na hilo kanisa au kuhusiana na makanisa yanayofuata mfumo wa Kipentekoste. Roho Mtakatifu anasema kanisa la Pentekoste limekuwa na makahaba wengi. Na anasema ninaposema makahaba sina maana kwamba wanazini, ila wanafanya vitendo vilivyo kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa maana kwamba wanasema hivi. Wengine wanasema sisi ni wasomi, sisi ni watakatifu. Wengine wanasema sisi tumesoma sana. Wanasema wale hawajasoma, wanasema hivi, huyo hajaitwa na nini na nini. Kwa hiyo mambo hayo Roho anataka turekebishe, tusiwe tunaongea vitu kinyume na mapenzi ya Mungu au kufanya vitu kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo mimi kama Mpentekoste pia ninazingatia maelekezo ambayo Roho Mtakatifu anatupa ili kanisa liweze kwenda sawa sawa. Kwa hiyo na mambo mengi ambayo tutaendelea kuyafundisha kidogo na kuweka kwenye mitandao ya kijamii ili watu waweze kuelewa kwamba kanisa linaambiwa nini. Kwa hiyo Roho Mtakatifu hajawahi kunyamaza, Mungu hajawahi kunyamaza, bado anatupa maelekezo namna ya kufanya kazi ya Mungu, namna ya kuishi maisha matakatifu katika kanisa la Bwana. Kwa hiyo Mungu akubariki kwa ujumbe huu. Haleluya. Amina.